Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wetu wa Gumzo, karibu kwenye gumzo hili maalum na mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Bwana Omar Said Shaban, ambaye tumekuwa naye hapa mara kadhaa katika mazungumzo yetu. Na gumzo la leo tumeliitisha ghafla usiku huu kwa sababu ndio wakati kuelekea na kufuturu tena, ingawa ripoti kwa imetoka mapema masaa 11 yaliyopita wakati tunaisoma saa hizi, lakini nilichelewa kuiona kidogo. Nilipoiona nikasema kwamba nimtafute kakaangu Omar Said Shaban tuyazungumze haya yaliyomo humu. Na mtazamaji wangu, ili nisikuchoshe sana, nitakusomea kidushu tu yale ambayo yapo kwenye taarifa ya habari ambayo imetolewa hii tarehe 7 Machi 2026 na ofisi ya mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, ambayo inasema kichwa chake cha habari, uamuzi wa mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu na sababu nyingine kwa nini tunahitaji katiba mpya. Inasema taarifa hiyo katika ukurasa wa mwanzo, na nataka wasomeni kwamba ofisi ya mwanasheria mkuu wa ACT Wazalendo imeupokea kwa dhati uamuzi wa kihistoria uliotolewa leo na mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na watu katika maombi namba 046/2020 na maombi ya pamoja namba 040/2020 na 043/2020. Hukumu za leo ni hitimisho rasmi la kinga ya kisheria ambayo imekuwa ikikingia vifua uvunjifu wa sheria na taratibu za uchaguzi nchini Tanzania kwa miongo mingi. Mahakama imethibitisha kile ambacho tumekuwa tukikipigania kwa muda mrefu, kwamba demokrasia haiwezi kupumua ikiwa matokeo ya kura za rais na matokeo ya tume za uchaguzi na matendo ya tume za uchaguzi yako nje ya mamlaka ya kisheria. Kumwenzi Maalim Seif Sharif Hamad. Tunapoadhimisha ushindi huu wa kisheria, lazima tutambue kuwa ushindi huu ni tunda la msimamo thabiti na usioyumba wa kiongozi wetu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad. Maalim Seif alikuwa mwombaji wa kwanza katika shauri namba 046/2020 akiongoza chama hiki na Wazanzibari kugonga milango ya mahakama ya Afrika kudai uwajibikaji kufuatia dhuluma ya mwaka 2020, ingawa alitangulia mbele ya haki kabla ya kushuhudia wakati huu maono yake ya Tanzania, ambapo hakuna kiongozi aliye juu ya sheria, leo yamethibitishwa. Tunaotoa ushindi huu kwa kumbukumbu yake na kwa maelfu ya Wazanzibari walioteseka katika kutafuta haki ya kura zao. Kake Omar, tutaanzia na hapo. Kwanza karibu sana kabisa. Asante sana brother Mohamed, nakushukuru kwa nimefurahi kuungana na wewe kushiriki kwenye gumzo kwa mara nyingine tena. Asante. Sisi vijana Maalim Seif hakuna kitu ambacho kinatugusa nafsi kumtaja yeye na kumtukuza hata katika mauti yake. Kwa hivyo kauli kwamba ushindi huu mnautoa kwa Maalim Seif ina uzito mkubwa sana kuanzia mazungumzo yetu. Ni kama kwamba unataka kutuambia kwamba Maalim Seif ameshinda kesi katika mahakama ya Afrika hivi leo. Ni sahihi kabisa kusema hivyo, kwa sababu shauri namba 046 mwaka 2020 lilipofunguliwa kwa mara ya kwanza katika mahakama hii ya Afrika ya haki za binadamu na watu, hawa waombaji 6 ambao wa leo hii ndio wamekuwa listed, kabla ya hapo walikuwa 7 kijumuisha Maalim Seif Sharif Hamad, na yeye ndo alikuwa first applicant. As a matter of fact, shauri hili lilikuwa mwanzoni linajulikana kama Seif Sharif Hamad and others, lakini baada ya Mungu kumhitaji na kumwita mbele ya haki, basi kwa sababu ikaabet katika lugha ya kisheria, maanake hakuna mtu ambaye hayuko duniani tena hawezi kupeleka malalamiko mahakama za hapa duniani. Kwa hiyo automatic tukapeleka ombi au ikabidi, kesi sio kwamba iliondoka, lakini yeye ilibidi kama muombaji alikuwa anadai haki hii akawa tena hayupo. Lakini nataka tu Watanzania, Wazanzibari na dunia itambue kwamba yeye Maalim Seif aliwaongoza hawa waombaji wengine kwenye kupigania hili na mimi huwa siku zote nasema ile defiant spirit yake ya kupambania haki mpaka umauti unamkuta, bado alikuwa yuko kwenye mapambano ya haki. Kulikuwa na kesi pending mahakamani kwa maana ya kesi hii ikiwa anapigania haki, akichallenge vifungu vya katiba
za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katiba ya Zanzibar. Kwa hiyo tuna udedicate ushindi huu kwake, kwa kweli, na wengine wote wa Tanzania na Wazanzibari na Watanzania wote kwa ujumla ambao walikuwa wameungana na yeye katika nyakati tofauti na ambao wameshatangulia mbele ya haki katika kupigania haki na usawa mbele ya sheria. Na tukumbushe kidogo Omar, kwamba kipi hasa ambacho Maalim Seif alikuwa anadai katika shauri namba 46 la mwaka 2020? Alikuwa anadai kitu gani hasa mahakamani? Asante. Katika shauri hili kimsingi tulikuwa tunai-challenge au tunadai kwamba katiba za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katiba ya Zanzibar vifungu vyake namba 41(7) pamoja na 119(3) ya katiba ya Zanzibar ambavyo vinasema kwamba mtu ambaye akishatangazwa kuwa rais kwa mujibu wa uchaguzi wa katiba hii, basi matokeo hayo hayawezi kuhojiwa tena mahakamani, au hakuna mahakama yoyote inawezi kuhoji matokeo hayo. Sasa hili ni jambo ambalo kiukweli linapingana sasa na mkataba wa Afrika kuhusu haki na haki za binadamu, haki za binadamu na watu, kwamba haki hizi, ukisoma ibara ya 3 ya mkataba ule, unasema watu wote watakuwa sawa mbele ya sheria. Sasa huwezi ukawa una katiba ambayo inasema mbunge akishinda anaweza kuchallenjiwa, lakini rais hawezi kuchallenjiwa. Huo si usawa wa kikatiba, na inakwenda inakinzana na mkataba wa Afrika kuhusu haki za binadamu na watu, lakini pia unakinzana na ibara ya 7 ya mkataba ule ambao umeanzisha pia tume ya haki za binadamu na watu ya Afrika, ambayo inasema kwamba kila mtu atakuwa na haki ya kusikilizwa kwenye madai yake. Kwa maana hizi haki inajumuisha haki ya kufungua shauri, haki ya kufungua rufaa, haki ya kugarantiwa haki zake kuwa guaranteed kwenye katiba. Sasa ukisoma kwa mfano katiba ya Zanzibar kifungu cha 119 kidogo cha 3 kinakataza, pamoja na katiba ya Jamhuri ya Muungano, vinakataza mtu kupeleka shauri mahakamani au kuhoji matendo ya tume kwa kile ambacho wamekifanya. Sasa kama mtu una malalamiko dhidi ya tume, hawajasimamia uchaguzi, una malalamiko dhidi ya mgombea, unanyimwa fursa ya kwenda mahakamani. Manake vifungu hivyo vinakinzana na mkataba wa African Charter on Human and People's Rights. Kwa hiyo vifungu hivi vya katiba vilivyokuwepo kwenye katiba zetu za nchi, national constitutions, vinakinzana, na ndio maana tumepeleka shauri hili kwenye mahakama hii, kwa sababu kwa mujibu wa ibara ya 1 ya mkataba huu wa haki za binadamu na watu, unataka kwamba mataifa ya Afrika ambao wame subscribe na wame deposit huu mkataba kwenye mataifa, yani ni members wa EU na wamekubali mkataba huu, watambue pia haki zilizoainishwa kwenye mkataba huu, na wazitambue kwa kuweka legislative and constitutional measures, kwa maana kuweka misingi au njia za kisheria na kikatiba kwenye sheria zao, kwenye katiba zao, ili kuenforce kwenye kuanzia ngazi ya taifa kwa ajili ya kuzifanya kuleta enforcement ya haki hizi. Sasa unapokuwa umesubscribe kwenye mkataba huu, kwa maana unafungwa na mkataba huu na umekubali yaliyomo kwenye mkataba huu, alafu una katiba yako ya nyumbani, sheria yako inakinzana, maana yake mahakama hii sasa inakuwa na mamlaka ya kupronounce au kudeclare chochote kuhusu katiba zako hizo. Naam. Kabla hatujakwenda katika undani, maanake nataka ufafanuzi zaidi kuhusu yepi hasa ambayo sasa yatabadilika baada ya hukumu hii ya mahakama ya Afrika ya haki za binadamu na haki za watu.
Tuje tena katika shauri namba 46 ya 2020 ambalo kama ulivyosema tufungue kipindi kwamba lilipelekwa mahakamani na marehemu Maalim Seif Sharif Hamad akiwa ndio mdai wa mwanzo, mwombaji wa kwanza. Wenzake wengine katika shauri hilo walikuwa ni nani kando ya Maalim Seif? Asante sana. Wenziwe wengine walikuwa ni Bwana Ado Shaibu ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, na wakati ule alikuwa kama mwombaji namba 2, lakini kulikuwa na Ezekiel Bogowenje, lakini alikuwepo pia Omar Musa Makame. Huyu ni nafahamu ni kijana wa Kizanzibari na amekuwa ni mmoja kati ya waathirika wa madhila ya haki za binadamu hapa Zanzibar. Kulikuwa na Deborah Seronga Wangwe pamoja na Enoch Wege Suguta na Kasim Ali Haji. Wote hawa ni Watanzania kutoka pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar na Tanzania Bara. Naam, hii nimeuliza maksudi zaidi kwa sababu kwa watazamaji wetu sitaki muone kwamba tunajaribu kumglorify tu Maalim Seif peke yake bila kuwataja wengine ambao wako hai kabisa. Na hawa wote niseme tu wanaingia kwenye rekodi pia. Najua taratibu za kesi hizi ni kama unaona inavyoandikwa kwamba Ado Shaibu and others, lakini haina maana kwamba hawa hawana mchango. Hawa equally ni wadai kama wadai wengine, waombaji kama waombaji wengine. Na of course tuna sababu ya kumkumbuka Maalim Seif kwa sababu kama unasema hata kesi ilipofunguliwa mwanzo yeye aliwaongoza hawa kwa heshima yake kama kiongozi wa mzoefu wa muda mrefu wa kupigania mapambano. Hata hawa wanakubali kwamba Maalim ndio aliwaongoza kwenye mchakato huo, sababu alikuwa ni senior citizen ukilinganisha na hawa wote wale. Sawa sawa. Haya, tuje sasa katika hukumu yenyewe na kile ambacho inabadilisha au kwanza ambacho inazungumza kuhusu uhalisia. Maanake kwenye ripoti yenu, kwenye taarifa yenu kwa habari mnasema kwamba hukumu hii imetilia mkazo au imethibitisha tu ukweli wa mapambano yenu ambao umepambania muda mrefu sana kuhusu nafasi ya demokrasia, kwamba demokrasia chini ya katiba kama yetu haiwezi kuvuta pumzi, haiwezi kupumua. Kwa hiyo naomba ufafanuzi kuhusu hili kwa muktadha wa hukumu yenyewe. Asante. Ni kweli kama nilivyosema na kama taarifa yetu imesema kwamba unajua mchakato wa kidemokrasia kama uchaguzi unapokuwa unafika mahali haufiki mwisho, unapokuwa mnauendesha huku mmoja akijua kwamba anayo nafasi ya kukatisha pumzi za wengine, yeye akaendelea bila ya kuulizwa, hiyo ni kikwazo kwenye demokrasia. Mchakato wa demokrasia, Sheikh Mohamed, hauhitaji tu uhalali kwa maana ya legality, lakini unahitaji legitimacy pia. Una legitimacy, legality kwa maana ya kwamba unaweza kuwa umefanyika uchaguzi kwa mujibu wa sheria, lakini ikiwa unatoa mchakato wenu unatoa nafasi ya kuwa tested kwamba kweli kilichofanyika hicho kinachoitwa kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa katiba, kimefuata hiyo misingi ya katiba ambayo katiba yenyewe inataka, au imefuata hiyo sheria ambayo sheria yenyewe inataka. Sasa unapokuwa hutoi nafasi, katiba yenu au sheria yenu inapokuwa haitoi nafasi kwa hayo kutendeka, maana yake umeibana pumzi demokrasia, haipumui. Na ndio maana au inapokuwa unakuwa na chombo kama tume za uchaguzi ambao vinaanzishwa kwa mujibu wa sheria, vinaanzishwa kwa mujibu wa katiba, lakini vyenyewe vinajiwekea ngao ya kwamba wanaweza kufanya lolote wakijua kwamba tutakachokifanya mwisho wa siku, hata kama tutakideclare kwamba kimefanywa kwa mujibu wa sheria, lakini hakuna atakayeweza kuhoji kwamba sheria kweli imefuatwa au hiki kilichofanyika ndio hasa matakwa ya watu. Na Sheikh Mohamed, haya si mageni duniani. Haya sisi tu tumechelewa sana. Na mimi nasema tumechelewa sana, na ndio maana nasema kwamba huu uamuzi umekuja kutoa msukumo mpya na kwamba kuna haja eminent kabisa ya kufanya mabadiliko ya katiba yetu. Wenzetu Kenya hili liko unafahamu utaratibu wa Kenya kwamba matokeo ya urais yanahojiwa mahakama. Kenya ukishamaliza uchaguzi, rais haapishwi
mpaka kwanza wanaita, mimi nasema wanatumia lugha ku clear the air, kusafisha anga na hewa, kwamba kila kitu kimekwenda sawa, watu, yule mwenye malalamiko amejiridhisha. Na hii ndio demokrasia. Hapa ndio unaongeza space, nafasi kwa demokrasia kupumua to the fullest, mpaka mwisho wake. Uganda wana utaratibu huo, nchi nyingi za Kiafrika zimeshakuwa na utaratibu huo. Kwa nini Tanzania isiwe hivyo? Kwa nini Zanzibar isiwe hivyo? Na ndio ilikuwa moja kati ya vilio vya wanademokrasia, wana mageuzi kwa muda mrefu sana, kwamba na unajiuliza tu kwamba kama ubunge unahojiwa, kama udiwani unahojiwa, na hawa wote ni wawakilishi wa wananchi, kama wajumbe wa baraza la wawakilishi unahojiwa mahakamani, kwa nini si rais? Yani mtu ambaye anashika ofisi kubwa, tunampa dhamana kubwa ya nchi, kwa nini hataki tu testi kwamba kweli uchaguzi wake ulifuata misingi ya sheria? Sasa nasema, kwa hiyo haya ni mambo ambayo nafikiri ni muhimu katiba yetu sasa zikayapa nafasi, kama kweli tuna nia ya kutanua wigo wa demokrasia zetu. Na mimi naamini kwamba pamoja na kwamba tumechelewa sana, lakini hatujachelewa, kwa sababu kama inavyosemwa siku zote kwamba demokrasia yetu changa, basi ni wakati sasa wa kukua, kuingia katika hatua ya makuzi, sababu hata mtoto habaki kuwa mchanga muda wote, ana muda wake wa makuzi. Uchanga huu wa miaka 60 hauwezi kuwa uchanga tena. Mtoto mvia mtoto huyo atakuwa mtoto mvia na mnyambi. Ndio demokrasia yetu. Naam. Kwa hiyo nasema declaration hii ya mahakama nakusema na haya ni mambo ambayo mimi nafikiri yamekuja katika nyakati ambazo, na mimi sitaki kuamini kama serikali zote mbili wataliona hili gumu, kwa sababu ukipitia mabadiliko ya katiba ile tunasema katiba ya Warioba, yale tulikuwa mchakato uliokuwa manjiani, nia tayari ya jambo hili ilikuwa ipo ya kufungua jambo hilo, kwamba tuhoji matokeo ya urais mahakamani. Sasa mchakato ulikuwa manjiani, haukufika mwisho, lakini sasa ndio nasema imeongeza haja ya kwamba tunahitaji. Kwa hiyo nafikiri na uzuri ni kwamba mahakama kwenye matamko yake au kwenye uamuzi wake imetoa muda kwa serikali ya Tanzania kufanya mabadiliko hayo. Mahakama haikutoa wito wa katiba mpya. Mahakama imesema hizi expunged au impunged au contested provisions ndio zikafanyiwa marekebisho, lakini sisi ndani huku, wadau wa demokrasia, wadau wa utawala bora, wadau wa katiba, tunafikiri kwamba hatuwezi kufanya vipande kwamba tutumie fursa hii sasa, kama ambavyo tayari viongozi wa kisiasa wameshatamka kwamba wanayo nia ya kufanya mabadiliko ya katiba, basi tutumie nafasi hii katika hii tutakapofanya mabadiliko ya katiba, na hili tusilisahau. Na hili sasa linapata backup, kwa sababu sio tu kwamba wadau wa ndani wanalitaka, lakini na mahakama yetu ya Afrika ambayo sisi wenyewe na Tanzania ni members. Tanzania tuna jaji wa mahakama kwenye mahakama ile, lakini Tanzania tuna hosti mahakama ile, makao makuu yake ile mahakama iko Arusha. Kwa hiyo tutakuwa watu wa ajabu kwamba hatutaki kuheshimu maamuzi ya mahakama. Vizuri umetaja kuhusu kuheshimiwa kwa maamuzi ya mahakama, lakini ndipo swali langu la nne la tano, lakini nitaleta saa hizi, kwa sababu si mara ya mwanzo mahakama kama ya Afrika, anadhani mahakama ya juu zaidi kando ya mahakama ya Tanzania, sio kwa mahakama ya Afrika Mashariki kama ipo au kama mahakama ya Afrika, lakini nakumbuka katika kesi ya mgombea huru ambayo ilipelekwa na Mtikila, marehemu Mtikila, ndio ambaye alishindwa wakati bado yupo hai, ndio kama ninakumbuka vizuri, utasaisha na sheria msijui, na mpaka leo hakuna ambacho kimetekelezwa katika sheria ya Tanzania, haijawahi kubadilishwa kuruhusu mgombea huru. Ilishaamuliwa hivyo na mahakama ya juu zaidi. Mfano wa uamuzi huu hasa tunakuja hapo katika utekelezaji, kwa namna gani nyinyi kama wanasheria upande mmoja na upande mwingine wanaharakati wa kisiasa na haki za binadamu mnaamini kwamba kweli serikali ya Tanzania itaheshimu uamuzi wa mahakama ya Afrika, licha ya kwamba kama unavyosema kwamba yenyewe Tanzania ndio mwenyeji, ndio ambayo ni kiti
cha mahakama yenyewe Arusha. Nakumbuka mwaka 2015 nadhani, katika safari za kikazi tulikwenda kuitembelea mahakama hiyo, rais wa Ujerumani hapa Joachim Gauck wakati huo, na tulikaribishwa na alikuwa rais wa mahakama hiyo wakati huo, marehemu Jaji Agustino Ramadhani, Mzanzibari mwenzetu. Lakini najiuliza kwamba kwa namna gani unadhani wewe kama mwanasheria upande mmoja, upande mwingine mwanaharakati, mwanasiasa haki za binadamu na mwanasiasa pia, kwamba kuna namna ya hukumu hii kuheshimiwa? Sawa sawa, ni swali zuri na ni jambo zuri umeliibua. Ni kweli kwamba generally mamlaka za Tanzania hazina utaratibu wa kuheshimu maamuzi ya mahakama, iwe za nje iwe za ndani. Tuna mifano mingi sana, hata mahakama zetu wenyewe tulizozianzisha kwa katiba zetu wenyewe, iko mifano mingi sana. Serikali za Tanzania, serikali zetu haziheshimu maamuzi ya mahakama, hasa inapokuja kwenye masuala ya katiba. Katiba inaposema lifanyike jambo hili, lifanyike jambo hili. Sasa pengine tofauti ya nyakati kidogo baina ya nyakati ya kesi ya marehemu Mtikila, mchungaji Mtikila, na hii imekuja katika nyakati ambayo protocol iliyoanzisha mahakama hii yenyewe imefanywa mabadiliko. Zamani ilikuwa uamuzi ukitoka unaitaka una declare, yani unafanya tu tamko na kusema kwamba hii iko hivi, na natoa wito au natoa kama nasaha au kama ombi, yani unakuta ile inakuwa haina binding force au haina sio executable utekelezaji wake, tofauti na nyakati hizi ambapo protocol imefanya marekebisho. Na ndio maana unaweza ukaona kwamba katika uamuzi wake mahakama imetoa muda mahsusi kwa serikali ya Tanzania kufanya mabadiliko ya hayo na kuripoti utekelezaji wake. Tofauti na nyakati ambazo tulikuwa tuna kesi hizi za kina Mtikila, mahakama ilikuwa haitoi uamuzi wa namna hiyo au haitoi maelekezo ya namna hiyo. Sasa vipi inaweza ikawa enforced? Vipi tunaweza tukapima? Ziko njia nyingi sana. Kwanza kwa mahakama, kwa parties zenyewe, kwa sababu kila baada ya miezi 6 wataitwa mahakamani kwa ajili ya kuangalia kama serikali imetekeleza. Lakini la pili, Tanzania huwa inashiriki kwenye vikao vya peer review ya human rights, APA, ya kuangalia mustakabali na hadhi ya kwanza ya utekelezaji wa maamuzi ya mahakama, lakini na hali ilivyo ya uheshimuji wa haki za binadamu na utawala bora. Tanzania itatakiwa iripoti pia mambo haya kwenye vyombo vya forum hizi za kimataifa za human rights, za kutaka vipi wametekeleza maamuzi haya. Kwa hiyo nasema kwamba wacha tusubiri tuone baada ya mabadiliko ya itifaki, protocol ile kuipa mandate mahakama kusimamia utekelezaji wa maamuzi yake, tuone this time itakuwa na impact kiasi gani. Lakini jingine ninalosema kwamba uamuzi huu umekuja kukiwa na gumzo la kufanya mabadiliko ya katiba, na ndio maana nasema kwamba tunaweza kuchukua wanasema take advantage of the moment, kunufaika na wakati huu uliopo, kwamba tutakapokuwa tayari sasa tunaingia kwenye mchakato wa mabadiliko ya katiba, tunaopigania hoja hizi walau tuna kile cha kuonyesha kwamba katika majadiliano, katika mazungumzo, katika mijadala, kwamba kwa nini hili ni muhimu, kwa sababu pia linakiuka mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu, na mahakama tayari ilishatamka hilo kwa kesi kama hizi za Ado Shaibu, lakini pia na hilo la Mtikila, sababu rekodi bado ipo. Tuje katika upande mbaya zaidi. Vipi ikiwa haikuwa? Uzuri ni kwamba mambo haya ya kupigania mabadiliko ya harakati ni mambo endelevu. Nasema ikiwa haikuwa kwa sababu the government of the day itakuwa haitaki kufanya. Ndio. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba serikali zinakuja na kuondoka.
harakati za kudai mabadiliko haya zitakuwa ni endelevu, zitaendelea kuwepo. Ndio nasema kwamba katika kipindi walichopewa, kwa sababu kwa uelewa wangu ni kwamba tangu mabadiliko haya yafanyike, sina kumbukumbu kama kuna taifa limepewa muda alafu haikufanya au haikufanya mabadiliko na hatua gani mahakama ilichukua. Lakini nimesema kwamba ndani ya kipindi, kwa sababu ya mabadiliko haya, basi tuone namna gani mahakama. Lakini pia sisi tuna wajibu wa ndani pia kama wanaharakati, wanasiasa, wapigania haki za binadamu na katiba, kulipushi hilo. Tukiachia tu mahakama peke yake, mimi naamini pia haitakuwa. Naam. Tuje upande mwingine, tuendeleze mwingine, kwa sababu hizi kesi hazikuwa namba 46, zilikuwa namba nadhani 40 na 43 pia, si ndivyo? Ndio. Zilihusu nini hizi, au zote zilikuwa ni zinaelekea pale pamoja? Zinafanana madai yake. Moja ilikuwa nyingine hii hasa ilikuwa ni swala hilo la ilifunguliwa na kijana wetu Abdul Nondo. Naam. Yeye alifungua na shauri hasa ilikuwa ni hayo ya vifungu ya haki za kusikilizwa, lakini pia haki za upigaji kura. Ili challenge haki za upigaji, tume hii kutoa nafasi za haki za watu wote kupiga kura, lakini pia question matendo ya tume, nayo pia ilikuwa kwenye mchakato huu wa kuwa challenge, na hasa ilikuwa kifungu cha 74 cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambacho chenyewe kinazungumzia habari hiyo ya tume na composition yake na namna inavyopatikana, na kuna vifungu mahakama katika uamuzi wake ilikataa, kwa sababu ilisema kwamba waombaji hawakumaliza wanaita local remedies, hawakuexhaust local remedies. Walitakiwa waanze kupeleka mashauri haya au kupinga vifungu hivyo kwenye mahakama za ndani, lakini walikataa. Lakini hili la kuzuiwa au katiba yetu kuzuia kuhojiwa mahakama, matendo ya mahakama na matokeo ya uchaguzi wa rais, ni mahakama ilisema kwamba kwa sababu katiba yenyewe haitoi hiyo nafasi, yani katiba yenyewe inakataza kuhoji mahakamani. Kwa hiyo huwezi kusema hawana pa kwenda, hawana nafuu ya ndani, hawawezi kuipata kwa sababu tayari mahakama zetu zimefungwa kusikiliza mashauri hayo. Kwa hiyo haya mengine ya namna tume inavyo, sababu pia kwenye kesi ya Abdul Nondo yalikuwemo hayo, alikuwa na challenge baada ya kifungu cha 74 kuanzia 1 na vitoto vyake, kuhusu tume inavyopatikana, kwamba inapatikana na inachaguliwa na rais ambaye ultimately ni mgombea pia wa chama cha siasa. Mahakama waliona kwamba mengine haya tungeweza kuexhaust local remedies, kuangalia kwa mantiki yake. Naam, umetaja hili la kuzitumia kwanza channel zilizomo ndani za kisheria za ndani ya nchi. Katika muktadha huu pia kuna swala ambalo halihusiani na kesi hizi, lakini linahusiana na hali ya jumla, ukiwa mwanasheria mkuu wa chama chako na ukiwa wakili kiongozi wa kesi ambazo takriban zote zimetupwa nje ya mahakama hivi sasa kuhusu uchaguzi uliopita. Na swali linakuja ambalo leo limeulizwa pia katika mazungumzo ya diaspora na mwenyekiti na sikujua ile link ulipotumia ndio ilikuwa live au recorded, maana ilikuwa recorded pale, ilikuwa sikuisikiliza. Liliulizwa hili mahsusi kabisa, na pia ningependa maoni yako kwamba mlikuwa mahakamani au pengine sijui bado mpo mahakamani mpaka hivi sasa, mashauri yote yametupwa na hayakuvuka pahala. Kwa hivyo mmetumia local remedy, mmetumia channel zilizopo ndani ya nchi za kisheria kuhusu kesi zenu.
Kipi kinafuata baada ya hapa? Sisi kwanza niseme kwamba mashauri haya, kwanza nitoe taarifa tu kwamba kesi hizi ambazo tayari maamuzi yake yametoka, tunazikatia rufaa. Kwanza ukianza za wabunge, ambapo mahakama ilijitangaza, kama Zanzibar ilijitangaza kwamba haina mamlaka. Taarifa tu ni kwamba sisi tumesha faili taarifa ya rufaa, notice of appeal. Tulikuwa tuna compile tu sasa records of appeal kwa maana ya nyaraka nyingine, ili tuweze kufaili appeal yenyewe, na muda tunao. Tulishapewa juzi tulipokea proceedings na uamuzi wenyewe na drawn order kwa maana ya amri ya mahakama. Tuliko katika maandalizi ya mwisho ya kufaili rufaa. Kwa hiyo, lakini kingine ambacho kwenye hizo za wabunge watu wanachotakiwa wajue, Sheikh Mohamed, ni kwamba mahakama ilitamka haina mamlaka wakati wa usikilizaji wa maombi ya kusamehewa kulipa security for cost. Wakati mahakama au jaji Haji Suleiman Hamisi alipokuwa amekaa, alikuwa amekaa anasikiliza maombi ya exemption for security for cost. Hakuwa amekaa akiwa anasikiliza kesi za msingi. Kesi za msingi bado zipo mahakamani. Kwa hiyo tumekata rufaa, lakini kesi za msingi zikiwa zipo mahakamani. Kwa hiyo kesi ya wabunge hayajaisha kwa sababu kesi za msingi ziko mahakamani. Juzi tumeapia tena mbele ya mahakama, tumeitwa kwa ajili ya kesi za msingi, na tulikuwa na mabishano ya kisheria. Sisi tumeleta hoja kwamba kwa sababu tumeshafungua rufaa kwenye maombi yale ambayo yana mukhalaka wa moja kwa moja na mashauri ya msingi, na utaratibu wa kisheria ni kwamba upande ambao haukuridhika ukishakwenda mahakama ya rufaa, maana yake mahakama ya chini wanatakiwa, kwa Kiingereza wanatumia halt proceedings, stay proceedings. Hawatakiwi tena kugusa zile mpaka uamuzi utoke. Na hayo si mageni, tumetoa reference ya kesi nyingi za mahakama kuu, lakini na mahakama ya rufaa, kesi maarufu sana ya Arcadon Tagazwa. Lakini kesi za karibuni hapa sisi tulikuwa na, kama unafahamu Sheikh Mohamed, unafuatilia, tuna kesi ya viti maalumu. Kesi ya viti maalumu ya chama cha ACT Wazalendo. Tuliomba leave, kibali cha kufungua mapitio ya kimahakama, yani judicial review. Tumepata. Tulikuwa tumeshaanza kusikiliza au tumejiandaa kusikiliza judicial review yenyewe, kesi ya msingi kwa maana hiyo. Kuna watu wamejitokeza wamesema wao hawakupewa nafasi ya kusikilizwa kwenye wakati kibali kinatolewa cha kufungua judicial review. Kwa hiyo wamefaili revision ya kuchallenge kile kibali tulichopewa cha kufungua judicial review. Na mahakama kuu ikashawishika au ikashawishiwa na ofisi ya mwanasheria mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba katika mazingira hayo, kwa sababu tayari maombi haya ambayo yana uhusiano wa moja kwa moja na judicial review iliyokuwepo mbele ya mahakama, itabidi mahakama isubiri kwanza mpaka maombi ya revision ifanyike revision mahakama ya rufaa. Na mahakama ikakubali. Si kesi hiyo tu, tuna kesi ya Mpina pia mazingira hayo. Sasa juzi sisi tukatumia mazingira hayo kwamba hili si jambo geni, kama ambavyo ilishamshamuliwa nyuma huko kwenye kesi za kina Arcadon Tagazwa na kesi za kina Mbowe na kesi nyingine nyingi za Chadema na msajili wa vyama vya siasa. Sisi tukaomba mahakama istop mpaka tutakaporudi mahakama ya rufaa. Wenzetu ofisi ya mwanasheria mkuu wao wakataka kesi zitupwe kwa sababu sasa ndio mambo ya sheria haya ya mahakamani. Mheshimiwa ametuambia atatupa uamuzi wake tarehe 5 na 6 mwezi wa 5, sababu anapanda likizo. Kwa hiyo nataka kutoa taarifa tu kwamba mashauri yetu ya wabunge bado yako mahakamani. Hatujamaliza, hayajesha. Hizi mapambano haya hayajesha bado. Lakini kesi za uwakilishi tulikuwa na majimbo 8 nafikiri ya Pemba. Baada ya uamuzi kutoka, tulisha faili notice of appeal, tulisha faili na rufaa yenyewe. Tunasubiri kuitwa, kupangiwa kusikilizwa rufaa.
Kwa mujibu wa kanuni za mashauri ya uchaguzi ya Zanzibar ni kwamba rufaa itaenda mbele ya majaji watatu wa mahakama kuu. Sisi tunaamini kwamba jaji aliyetoa uamuzi, kwa sababu kesi zimetupwa kwa sababu gani? Kesi sisi zimetupwa kwa sababu tumekwenda kwenye kiini cha madai, kwenye merit of the case. Kesi zimetupwa kwa technicality, na technicality ni kiapo. Sisi tunaamini kwamba namna ambavyo jaji alitafsiri matakwa ya mahitaji ya kiapo alijiongoza vibaya, na kwa sababu ni haki yetu kukata rufaa, tunaenda mbele tunaita second bite, tuone majaji watatu kama watakubaliana na sisi au watakubaliana na jaji aliyetoa uamuzi. Kwa hiyo niseme pia mapambano yale hayajamaliza, bado tunaendelea. Juzi tumepata uamuzi tena wa mahakama ya kuu, umetolewa na Jaji Mohamed Ali Mohamed kwa msingi huo kwa sababu watu wanauliza mbona tunaondolewa kwa sababu hiyo. Labda nataka watu wafahamu kitu kimoja. Kwanza ni kweli madai yetu petitions almost zote zilikuwa zinafanana. Na kwa nini zinafanana? Kwa sababu aina ya vitimbi vilivyofanyika Zanzibar nzima vinafanana. Kwa hiyo hakuna jimbo ambalo lenyewe jambo limefanyika tofauti na jimbo jingine. Vitimbi vilivyofanyika ndio vile vile, watu kupiga kura mbili, mawakala kutolewa, wagombea kunyimwa haki zao kadha na vitu. Kwa hiyo vitimbi Zanzibar nzima, wale wasimamizi wa uchaguzi walikuwa wanaenda na skripti moja. Kwa hiyo hakuna cha ajabu kwa sisi petition zetu kufanana, kwa sababu hatukuwa na kwa sababu sisi watu wanachotakiwa wakifahamu, tulichoenda mahakamani kupinga au kushtaki ni kutokufuatwa kwa sheria na kanuni za uchaguzi, non-compliances of electoral laws and regulations. Sasa hivyo zilivyo, maana si kwamba mnazipinga sheria, mnasema hivyo zilivyo hazifuatwi, hivyo zilivyo hazikufuatwa. Hatupingi sisi Sheikh Mohamed kwamba huyu kura alizopata tuna wasiwasi, kwa sababu kwa mfano mtu katangazwa akapata kura 15,000. Sisi hatusemi kwamba hizi 15 zilikuwa za kwangu mimi. Kwa sababu Sheikh Mohamed, katika mazingira ambayo tume yenyewe ndio ilojaza hizo fomu na wewe huna unachokitegemea zaidi ya hizo fomu, tunachopinga ni kwamba kama sheria ingefatwa kwa maana ya kura moja mtu mmoja, huyu asingepata hizo 15,000. Sijui umenielewa. Lakini kwa sababu hizi 15 ni kwa sababu hizi kura zenyewe zimepigwa kinyume cha utaratibu, kwa maana ya hizo kura 5-5, 20-20, na tunao ushahidi wa kwamba kuna watu wamepiga kura 20. Sheikh Mohamed amepiga kura 100 mtu, na anatoka anajisifu, anazunguka jimbo zima, anatoka kituo hiki anakwenda kituo hiki, anapiga 20, anakwenda huko anapiga 15, anakwenda huko anapiga. Hili ni jambo ambalo kwenye midomo yetu watu tume wanaweza wakasema halikufanyika, wagombea wa CCM wanaweza kusifanyika, lakini kwenye nafsi zao wanajua kwamba limefanyika. Na mnaweza kulithibitisha mahakamani? Tunaweza, kwa sababu waliofanya hivyo wapo na walikuwa tayari kutoa ushahidi kama tungefika hatua ya ushahidi. Kwa hiyo hiyo si jambo nani. Kwa hiyo nasema kwamba tulichoendea mahakamani na compliance of electoral laws and regulations. Hiyo ndio ambayo nani. Kwa hiyo mashauri haya mawili au groups mbili zile zilizopangwa kwa Jaji Mohamed na Jaji Haji, ambazo tayari zishapata maamuzi yake, hizi tayari tumeshafaili rufaa. Tumebaki na kundi moja mashauri ambayo yamepangwa kwa Mheshimiwa Jaji Salma, ambayo yeye tunatarajia kwa mujibu wa dayari yake tutasikiliza tarehe 31 Mei. Nayo tunasubiri tusikie tutasikiliza vipi na ataamua nini. Lakini tunasema sisi ni kwamba lolote litakalotokea ambalo hatukuridhika nalo, basi tutatumia haki yetu ya kukata rufaa kwenye. Sasa pengine swala linaweza kuja kwamba je, tunaweza kwenda mahakama
ya ya juu ya 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 zaidi. ya 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 juu zaidi, kwa maana Naam. kama kwa mfano ya Afrika. Mhm. Nasema nafasi hiyo ipo kwa sababu kama nilivyosema, sisi hatwendi nature ya mashauri yetu, hatujaenda kupigania on material fact ya kwamba kura hizi zilikuwa zangu. Hizi ni uvunjifu wa misingi ya sheria ambayo ukisoma mkataba wa haki za binadamu na watu, pamoja na instrumenti nyingine, inaweka standard za observance. Sasa kama hazipo kama unajua, ile si mahakama ya kupeleka factual evidence, ni hasa kuangalia vipi shauri au sheria hiyo ina violate mkataba. Ni utafsiri baina ya sheria ya nchi na sheria Na ya mkataba. mkataba. Tutaangalia hiyo avenue, kama tutaona tuna nafasi, lakini hiyo sasa inabidi tungepeleka shauri mahsusi la kuchallenge hivyo vifungu. Kwa sema wacha tusubiri tuone, lakini kwa sasa akili yetu ni kwa mahakama za ndani mpaka tutakapofika mwisho. Kwa ufupi, kauli yako ambayo nimeondoka nayo mwisho ni kwamba hayajesha mpaka yaishe. Hayajesha mpaka yaishe, na kwa sababu tunaishi na spiriti ya kiongozi wetu almarehemu Maalim Seif Sharif Hamad ya kupambana na hatuna kukata tamaa. Mpenzi mtazamaji wa Gumzo la Ghassani, ni Omar Said Shaban, mwanasheria mkuu wa chama cha ACT Wazalendo hapa, ambaye tumekuwa naye akitufafanulia kuhusu hukumu ambayo imetolewa na Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, ambayo imetoka leo, na msingi wake ni mashauri ambayo alifunguliwa na marehemu Maalim Seif Sharif Hamad na wenzake, na ndio maana walipoitoa taarifa yao leo wakasema kwamba wanaotoa ushindi huu kwa Maalim Seif, na sisi tukafunga kusema kwamba Maalim Seif ameshinda kesi akiwa amelala kwake Mtambwe Nyali. Omar, asante sana kabisa, jazakallahu khair. Nakushukuru sana brother, na nimefurahi kuungana na wewe tena kwenye gumzo, na inshallah tutaonana kwa mara nyingine muda wote ambao utahitaji mimi kuzungumza na Watanzania. Shukrani zangu nyingi sana Omar, kwamba kila nikikutaka unakuwa upo hapa kwa ajili yetu. Allah kuhifadhi, na inshallah kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tuendelee kushirikiana pamoja. Mpenzi mtazamaji, asante. Nakutakia Ramadhani daku njema wakati huu, unajua ni usiku. Kwa hivyo inshallah tukutane tena mara nyingine. Asante sana. Asante, shukrani sana. Asante.